Unajua ni vizuri uende mbele ya mahakama au mbele ya jaji au mbele ya mtu, atafute cha kuzungumza akikose. Mtu mmoja alikuwa mbele ya jaji, wale ambao walikuwa wanapambana naye walikuwa wametoa fedha, alafu wakaja kujikuta yule mtu ana dokumenti zote, kila alichoombwa. Yule jaji akashindwa kutoa maamuzi, akapanga tarehe iliyofuata. Sasa wale waliotoa fedha zao wanataka atoe maamuzi, kwa sababu sio na uhakika wamelipa fedha. Akajibu hivi, mngejua hiki kiti kilivyo cha moto. Unasikia hilo neno? Mngejua hiki kiti kilivyo cha moto, msingeniambia nitoe maamuzi. Maana yake nini? Akitaka kuhukumu hawa wameshinda kwa sababu alipewa fedha, huyu mtu ana ushahidi wa kila kitu. Maana yake akikata rufaa, atakapowasilisha zile dokumenti watauliza, huyu aliyehukumu hii ana macho, ana masikio, anaelewa, amesoma? Kwa sababu ni kesi ambayo hata mtoto mdogo anaweza kafanyaje, akahukumu. Kwa sababu hawa wengine hawana vielelezo, ila wana nini? Sasa wamelima milioni 20, anaangalia niache milioni 20 au nitende haki. Kwa hiyo huyu mwenye dokumenti kama angekuwa hana vielelezo halisi, huyu jaji angetafuta mahali pa kufanyaje, pa kupitia kakipengele kadogo tu. Sasa na sisi mbele ya shetani tunapaswa asipate sababu. Wakati anatuangalia anasema, hawa nikiwaacha watabarikiwa, watanipiga, hawa lazima niwatandike. Akitafuta mlango wa kututandika ukose, akijaribu kupemea naona mbona wenye haki, mbona wameshatubu, mbona walishatengeneza, mbona washtaki, mbona walishatengeneza, mbona mambo walishamaliza, mbona walishamaliza na Mungu wao. Haleluya, haleluya. Alafu shetani yeye aseme hiki kiti ni cha moto, maana nimeshindwa kuwapiga. Aseme kiti ni cha moto kwa sababu nimeshindwa kukushambulia kwa jina la Yesu. Makofi na vigeregere.